Kusema kweli nimeshangaa kuona kwenye andiko la Young Africans wanasema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu eti bodi ya ligi wanashiriki kwenye kuvunja kanuni. Wanashiriki vipi kuvunja kanuni wakati ndani ya bodi ya ligi kuna kamati ya masaa 72, kamati ambayo inahusika kutoa adhabu kwa watu mbalimbali au kwenye timu mbalimbali ambazo zinavunja kanuni za ligi kuu. Kusema bodi ya ligi wanashiriki kuvunja kanuni mbalimbali za ligi kuu ni kuikosea heshima bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni chombo ambacho kimekuwa kikitoa adhabu kila siku kwa watu ambao wanavunja kanuni kupitia kamati yake ya masaa 72. Kwa hiyo hakuna pia sehemu ambapo bodi ya ligi wanaipendelea timu yoyote, na ndio maana mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto na CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo waliunda kamati maalum kwa ajili ya kudhibiti kanuni mbalimbali za ligi kuu kwa watu ambao wanavunja, lakini pia kwa klabu mbalimbali ambao zinavunja kanuni. Na ndio maana kila siku adhabu zinatolewa kwa watu ambao wanavunja kanuni. Kama isingekuwa na adhabu, kama ingekuwa adhabu hazitolewi, basi tungesema sawa, pengine bodi ya ligi wana namna wanavunja kanuni, lakini kwa sababu adhabu zinatolewa, manake tunaona pia kwa macho yetu, na timu kama Yanga ni sio mara ya kwanza pia wao kuadhibiwa na kamati ya masaa 72. Imekuwa ikiadhibiwa mara nyingi kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakivunja kanuni. Mara nyingi Yanga imekuwa ikipigwa faini kwa makosa ya imani za kishirikina. Mara nyingi Yanga imekuwa ikipigwa faini kwa sababu ya watu kupita kwenye mlango ambao sio sahihi. Yanga pia imekuwa viongozi wake wamekuwa wakipigwa faini kwa sababu ya makosa mbalimbali. Kama unakumbuka, Alikamwe kupigwa faini na kamati ya masaa 72. Kwa hiyo hizo zote ni adhabu ambazo zinatolewa na bodi ya ligi, na hizo adhabu ambazo zinatolewa na kamati ya masaa 72, hizo ni adhabu ambazo tunazicount kwamba zinatolewa na bodi ya ligi, kwa sababu kamati ya masaa 72 ni kamati ambayo iko chini ya bodi ya ligi, sio kamati ambayo iko labda chini tu ya TFF. Hapana, hii ni kamati ambayo iko chini ya bodi ya ligi na imekuwa ikitoa adhabu kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo kusema kwamba bodi ya ligi wanavunja kanuni ni kuikosea heshima bodi ya ligi. Yanga wanapaswa kupeleka timu uwanjani na sio kutafuta sababu zingine za kujitetea ambazo sio za msingi. Kusema bodi ya ligi wanavunja kanuni ni kuikosea tu heshima, lakini ukweli ni kwamba wao wenyewe wanavunja kanuni, na wao ndio ambao wameadhibiwa mara nyingi na bodi ya ligi kutokana na makosa yao ya kuvunja kanuni. So kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, Yanga wanapaswa kupeleka timu uwanjani na kuacha hizo porojo zingine zote za kwenye mitandao, haziwezi kuwasaidia kitu. Kitu pekee ambacho kitawasaidia Yanga kwa sasa ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo ipangwe, wapeleke timu uwanjani na sio kutafuta sababu ambazo hazina msingi. Kusema bodi ya ligi eti wanavunja kanuni, hiyo ni sababu ambayo sio ya msingi, kwa sababu haipo hivyo, na sisi wote ni mashahidi, na nyinyi kama wadau wa mpira pia ni mashahidi. Mmeona mara kadhaa adhabu zikiwa zinatolewa kwa sababu ya watu kuvunja kanuni. So ifike wakati Yanga kama club ifuate taratibu ambazo zimewekwa, au pengine viongozi wake hawajui. Inawezekana viongozi wa Yanga hawajui kwamba kamati ya masaa 72 ni kamati ambayo iko chini ya bodi ya ligi. Inawezekana hawajui. Lakini pia nitashangaa ama ni aibu pia kwa timu kubwa kama Yanga kuwa na viongozi ambao hawajui kwamba kamati ya masaa 72 iko chini ya bodi ya ligi, kama ni kweli hawajui kwamba kamati ya masaa 72 iko chini ya bodi ya ligi. Kwa sababu hawa ni viongozi wanaongoza timu kubwa, na Yanga ni timu ambayo ina historia kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania, ni timu ambayo ina historia kubwa na mpira wa Afrika. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinafanyika kwenye mpira wao wanakijua kisheria na kikanuni. Na leo kama hawajui kwamba bodi ya ligi wanatoa adhabu kwa watu ambao wanavunja kanuni, hii pia inatushangaza kidogo, kwa sababu wanajua kwamba kuna kamati ya masaa 72 na imekuwa ikiwaadhibu mara nyingi. Sasa kama wao wenyewe walikuwa wanaadhibiwa mara nyingi na hawajui hicho kitu, sisi tutawafikiriaje? Na maana hawajui hizo sheria na kanuni. Kwa hiyo Young Africans inabidi wajitafakari mara mbili mara tatu. Wao kwa sasa wanapaswa kupeleka timu uwanjani wakacheze mechi ya dabi kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa, lakini sio kuivunjia heshima bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni chombo ambacho kinaaminika na timu nyingi, na timu nyingi zina imani na bodi ya ligi. Kwa hiyo kama Yanga wao wenyewe hawana imani na bodi ya ligi, ni wao hawana imani na bodi ya ligi. Lakini timu zote 15 za kwenye ligi ukitoa Yanga zina imani na bodi ya ligi, lakini pia timu zote za championship zina imani na bodi ya ligi, lakini timu zote za first league division zina imani na bodi ya ligi. Kwa hiyo timu ambayo haina imani na bodi ya ligi ni Yanga yenyewe. Sasa kama Yanga yenyewe ndio timu pekee ambayo haina imani na bodi ya ligi, basi ibaki hivyo, lakini wasisababishe kuleta mtafaruku kwa wanamichezo kwa kusema eti bodi ya ligi eti wao hawana imani na bodi ya ligi, kwa hiyo wanataka eti sijui watafute viongozi wengine. Yaani viongozi ni wale wale. Steven Mguto ni
kiongozi mzuri sana, Almas Kasongo ni CEO mzuri sana. Tumeshuhudia mara nyingi wakifanya kazi kwa ubora wa hali ya juu, ila wao ndo mara nyingi wanasababisha hayo matatizo, wala sio Steven Mgutu na Almas Kasongo. Kwa wao wanapaswa kuheshimu taratibu ambazo zimewekwa na kuhakikisha kwamba mechi zinachezwa na wao wapeleke timu yao uwanjani, mambo mengine yakae sawa. Mambo ya kulalamikia bodi ya ligi sio imefanya ni vitu ambavyo havina msingi. Lakini pia hata ukiangalia kwenye malalamiko yote ambayo wameandika Yanga kwenye barua yao, of course hayana msingi. Wao wanachopaswa kufanya ni ku calm down na kupeleka timu yao uwanjani. Usahau kusubscribe kwenye channel ya Ngereza TV, utapata uchambuzi wa kina kutoka kwenye matukio mbalimbali ya mechi ya mpira, lakini pia kila kitu kuhusiana na mpira wa miguu, kuhusiana na masuala ya usajili na nini, kila kitu utakipata hapa. Cha msingi subscribe, endelea kubaki na sisi, yani usimalize siku hujatembelea hii channel ya Ngereza TV, kwa sababu utapitwa na mambo mengi. Lakini kama utaitembelea mara kwa mara utapata elimu na kila kitu kizuri utakipata hapa. Kwa hiyo kwa sasa tuishie hapo, lakini Yanga wapeleke timu uwanjani, waache uoga. Uoga hautawasaidia kitu chochote.